Madhumuni ya kuanzisha mradi huu ni suala zima la umuhimu wa serikali yetu kupitia rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kuona umuhimu wa kuweka mazingira mazuri ya wavuvi na wadau wa uvuvi wote ndani ya Zanzibar, hasa kwenye mkoa wetu huu wa Kaskazini. Ukiangalia wananchi wengi wa Zanzibar, hasa mkoa wetu huu, wanajishughulisha na shughuli za uvuvi. Kabla ya matayarisho ya mradi huu hapa, ulikuwa ukiingia tu kwenye eneo hili unakuta madagaa yameanikwa chini, watu wapo mpaka kutoka maeneo mbalimbali. Eneo hili la uvuvi linachukua wananchi wengi sana, na ndio maana Mheshimiwa Rais kwa umuhimu wa jambo hili wa kipekee akaanzisha Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi katika serikali yake hii ya awamu ya 8. Na hatua hii, Mheshimiwa Waziri, niseme yako mambo mengi ambayo yamefanyika, lakini kwa kweli matarajio ya Mheshimiwa Rais, anatarajia kufanya mambo makubwa zaidi kwenye eneo hili. Na kwa ujenzi wa mradi huu ulivyo sasa, naona kabisa ile azma ya Mheshimiwa Rais inakwenda kutimia ndani ya kipindi kifupi kijacho cha uongozi wake. Sasa mradi huu unaendelea vizuri. Shauri elekezi ametueleza vizuri, nami nakiri hatua niliyoikuta, mradi unaendelea vizuri. Niwaelekeze wakandarasi kipindi hichi ambacho wameongezewa muda wakamilishe mradi huu kwa ukamilifu wake. Utaratibu wetu siku hizi wakandarasi wakizidisha muda, sisi huwa tunapendekeza na wao waone ile ladha ya kuongeza muda. Yaani wakizidisha muda kutoka siku waliozidisha ile tuwachaji sasa wailipe serikali. Lakini hii ambayo mmeshawaongezea wapeni, lakini nisingependa wakaomba tena muda mwingine wa ziada, kwa sababu mradi huu unahitajiwa sana na Wazanzibari walio wengi, hasa wa jamii yetu ya wavuvi ndani ya maeneo yetu haya. Eneo hili, Mheshimiwa Waziri, unakumbuka tulikuwa tunakuja hapa. Hapa pana watu mpaka kutoka DRC Congo wanakuja hapa. Ni eneo ambalo tukilifanya vizuri tunaweza kuwasaidia sana wavuvi wetu wa Zanzibar, lakini tunaweza kuisaidia sana sekta ya uchumi wa bluu kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Niwaambie, biashara hii ya madagaa ni biashara kubwa sana. Watu wanaichukulia jambo la kawaida. Bado uvuvi ule tunaofanya uvuvi wa kienyeji. Lakini ikikamilika miradi hii, naamini sasa wawekezaji ambao tumewazungumza hapa watakuja na mambo yatakuwa ya kisasa, na hata uvuvi wetu huu utakuwa wa kisasa, pamoja na hatua nyingine zote kwa miundombinu ambayo Daktari Hussein Mwinyi ameiweka. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikupongeze kwanza pamoja na yote, lakini hatua hii binafsi imenipa faraja kubwa sana. Nimepata faraja ya maelezo ya Katibu Mkuu kwamba wawekezaji wengi wanaotaka kuwekeza katika sekta ya uvuvi wameanza kujitokeza baada ya kuona ile dhamira njema ya serikali na dhamira njema ya rais wetu mpendwa Dr. Hussein Mwinyi kuboresha maeneo haya ya Pangatupu. Nimefurahi pia, nilipokuja mara ya mwisho nilitoa agizo ya wananchi wote walipwe fidia. Leo nimefurahi kusikia kwamba wananchi wa hapa wote wamelipwa fidia. Kwa kweli hili ni jambo zuri. Wananchi hao ndio ambao watatoa mashirikiano kwenye ujenzi, lakini kwenye utekelezaji wa majukumu haya hapa. Na ndugu mwenyekiti, nikuhakikishie wananchi wote ambao walikuwa wanafanya shughuli zao hapa, kama Mheshimiwa Waziri alivyoeleza vizuri tu, hao wananchi hawajafukuzwa. Shughuli zitazoendelea hapa kwa mujibu wa utaratibu wao pia watakuwa ni sehemu, na tutawazingatia kwa umuhimu wake. Muhimu tu na wao wajibadilishe kutokana na mazingira tuliyoyabadilisha hapa, ili tuendane na ile hali na hadhi ya masoko yanavyotakiwa duniani. Zile ajira ambazo tunazizungumza sasa hapa, Mheshimiwa Waziri, panakwenda kutusaidia kwa kiasi kikubwa. Zile ajira 3.5 ambazo Mheshimiwa Rais amezizungumza kwenye ilani, basi zitakwenda kusaidia sana hapa eneo la Pangatupu na maeneo mengine
kusaidia katika kutoa ajira za wananchi kwenye maeneo yetu.